الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khalifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Nasr Aziz anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, dini tukufu ya Islam ina sehemu mbili ya mafundisho yake, au tunaweza kusema hivi kwamba mafundisho haya yanakuwa na malengo mawili. Ya kwanza ni kumtambua Mwenyezi Mungu na kumpenda yeye, na katika utii wake kufanya bidii sana kama inatakiwa ifanywe. Na lengo la pili ni kwamba katika huduma na huruma ya watumishi wake mtu atumie nguvu yake yote, kutoka mfalme mpaka mtu wa kawaida yeyote anayefanya ihsani anatakiwa atolewe shukurani na afanyiwe ihsani yeye pia. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba dini tukufu ya Islam ina sehemu mbili ya mafundisho yake. Sehemu ya kwanza ni haki za Mwenyezi Mungu na sehemu ya pili ni haki za watumishi wake. Haki ya Mwenyezi Mungu ni kwamba amwabudu Mwenyezi Mungu, na haki za binadamu ni kwamba ahurumie ubinadamu. Hii si sahihi kwamba kwa sababu ya tofauti ya dini amsumbue mtu yeyote. Khalifa mtukufu anasema kwamba maandiko haya na maandiko mengine yanayofanana na maandiko haya yanatukumbusha kuhusu majukumu yetu. Maandiko haya Sayyidina alayhi salatu wasalam aliandika katika vitabu vyake, na haya ni mafundisho ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za dunia ambayo dunia inahitaji siku hizi. Na mafundisho ni haya tunayoeleza mbele ya dunia kwa kusikia mafundisho. Wakati maelezo zaidi yanapoelezwa kuhusu mafundisho haya, wanaosikia wao wanashangaa zaidi kwa kusikia mafundisho haya, kwa sababu kwa kawaida wasiokuwa Waislamu wao wamesikia kuhusu dini tukufu ya Islam kwamba Islam ni dini ya ugaidi na vile vile ni dini ya kunyang'anya haki za binadamu. Na kwa ajili ya kuthibitisha hii wanasema kwamba angalieni mifano ya Waislamu wao wanafanya nini, ambayo Waislamu kadhaa wanaonyesha mifano ya aina hii. Lakini kama niliyosema kwamba mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam kwa kupitia Qur'an tukufu na kwa kupitia mfano mwema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mfano wa mahalifa na maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho yanapoelezwa wao wanajua kuhusu uhakika wa dini tukufu ya Islam na kuhusu mafundisho yake. Na wao wanapoambiwa kwamba kwa ajili ya kueneza mafundisho haya katika zama hii Mwenyezi Mungu amemtuma Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na jumuiya Ahmadiyya inafanya juhudi ya kusambaza mafundisho haya na vile vile inafuata mafundisho haya. Kwa sababu ya hii dunia inaelekea kwenye jumuiya. Hazuru anasema nimeshuhudia hata wapinzani wa hali ya juu wao pia wanapoelezwa mafundisho haya vizuri, na kisha tunathibitisha kwa vitendo vyetu pia kwamba tunafuata mafundisho haya. Kwa sababu ya hii wao wanaathirika sana. Halifa mtukufu anasema kwamba badala ya kwenda katika maelezo zaidi ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam, mimi nataka kueleza jambo hili kwamba
hivi karibuni nilienda Ireland ambapo msikiti wa kwanza wa Ireland ulifunguliwa. Mmewahi kusikia hutuba yangu. में जाने के बजाय इस तालीम Kisha jioni sherehe iliyopangwa pamoja na wasiokuwa waislamu, ile program pia ilirushwa katika MTA moja kwa moja. Lazima nyinyi pia muliangalia program ile. Pia katika program ile nilizungumza kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam, शाम को na kwa kawaida mbele ya wasiokuwa waislamu mimi naeleza mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa sababu ya hii wao wanaathirika sana. वो भी सुना होगा Kule katika Galway Ireland wageni waliokuja wao pia waliathirika sana. और अमूमन vile vile interviews बात किया करता हूँ na जिसका गैरों pia zilichukuliwa, na nilikutana na wanasiasa pia na nilizungumza nao kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na wao pia waliathirika sana, na kila mmoja alieleza kwamba yeye ameathirika kwa kusikia mafundisho ya dini tukufu ya Islam. प्रेस इंटरव्यू Ireland ina uzuri wake moja kwamba पढ़े लिखे तक के ikiwa wao hawapendi kitu wao wanakaa kimya na hawasifu kwa juu juu. उन पर भी असर हुआ जिसका इजहार हर एक ने किया Leo nitaeleza maelezo ya ziara yangu hii na vile vile maoni ya watu wageni waliokuja kule. Kwa kusikia haya tunamhimidu Mwenyezi Mungu na tunamsifu yeye kwamba namna gani आज मैं Mwenyezi Mungu हवाले से कुछ बातें anatuwezesha kwamba tunasambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Nilipofika kule Ireland, kesho yake jumuiya ya Ireland ilipanga kikao pamoja na speaker wa bunge na wabunge kadhaa, जमात का तारुफ na kikao hiki kilifanyika vizuri. किताब हमारा Speaker wa bunge la taifa nilikutana naye kule. जमात ने पार्लियामेंट हाउस में Yeye ni mtu mwenye huruma sana na mwenye bashasha sana na mtu mwenye uadilifu sana. Yeye akasema kwamba mimi najua jumuiya vizuri na naheshimu sana jumuiya yako, ingawa jumuiya ni ndogo hapa, lakini inafanya kazi vizuri sana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. इंसान है इंसाफ पसंद Kuhusu yeye akasema kwamba बताया कि मेरा kwamba nilienda Rwanda, kule pia nilishuhudia kwamba jumuiya inatoa huduma zake. Ilimradi nilizungumza naye, लेकिन बड़ी फाल है अल्लाह ताला की nilimwambia jinsi gani jumuiya inasaidia katika nchi za Afrika. Tunaendesha shule na tunapatia maji na vile vile kazi zingine tunazozifanya. Nilimwambia kwamba tunafanya kazi yote bila kuwa na tamaa ya ujira wowote. कर रही है अफ्रीकन ममालिक में उसके बारे में Kitu kilichomshangaza sana ni hiki kwamba katika shule zetu watoto wanasomeshwa mafundisho ya dini pia, lakini katika hii wao wana huru, hawalazimishwi. बगैर किसी तफरीक Wanafunzi sawa na dini yao wanaweza kupata na kujifunza mafundisho ya dini. Kwa kusikia hii, speaker alishangaa sana, kwa sababu katika shule za Wakristo में आज़ादी है wanafunzi wanalazimishwa na wanasomeshwa mafundisho ya Ukristo. Hata Waislamu pia wanalazimika kusoma dini ya Ukristo katika shule zao. Kwa hiyo kwa kusikia hii kwamba sisi tuna uhuru wa aina hii katika shule zetu, yeye alishangaa sana. ईसाई मिशन के स्कूल जो हैं वो जबरदस्ती Kisha mwenyewe akasema kwamba इस्लामी तालीम को मुसलमानों को भी जबरदस्ती पढ़नी पड़ती katika maeneo kadhaa Wakristo wanadhulumu na wanafanya ugaidi, lakini hakuna yeyote anayelaumu Wakristo. Nikasema kwamba hii ndiyo ni tofauti, kwamba है दहशतगर्दी के हवाले से kwamba बाज़ जगह husuda inayofanywa na Waislamu की तरफ से जुल्म होता na wao wakitendewa vibaya na Wakristo hawafedheheshi Wakristo, lakini है उन्होंने कहा यही फर्क
mwislamu akifanya vibaya wanajaribu kufedhehesha mafundisho ya dini tukufu ya islam. तो तासुब का इजहार हो रहा है दुनिया में. halifa mtukufu anasema kule vile vile ईसाइयत को बदनाम नहीं किया wabunge takriban 20 walikuwa pale, nilikutana nao. या जुल्म करता है. kule kuna mbunge mmoja इस्लामी तालीम को बदनाम MNKM बहरहाल उन्होंने ambaye alijitambulisha इसलिए बड़ी हां na alisifu kazi za jumuiya kwa sababu anajua jumuiya tangu zamani, na aliniuliza maswali kadhaa pia. वहाँ हमारे मेंबर ऑफ Nilimwambia MNK kwamba sawa na bishara ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, तारुफ भी कराया. उसके बाद जमात का Sayyidina alayhi salatu wasallam amekuja, na nilieleza zaidi kuhusu bishara hii na nilizungumza naye kuhusu mada mbalimbali. Huzuru anasema wenye siasa wanaona उनको जहाँ मैंने kwamba sisi hatutaki kuzungumza na waislamu wengine, hata kama tukipata nafasi sisi hatupendi kuzungumza nao. Kwa hiyo mmoja akaniuliza kwamba je, umepata nafasi bahati ya aina hii kwamba umezungumza na waislamu wengine, au mkipata nafasi ya kuzungumza na waislamu wasiokuwa na jumuiya, je mnaweza kuzungumza nao? Nikasema kwamba sisi tupo tayari kila wakati kuzungumza nao. Ikiwa nyinyi mnaweza kutupatia kikao cha aina hiki, tupo tayari kwenda kule, lakini najua kwamba wao hawatakuja. Hivi karibuni hapa katika लीडरों से Uingereza BBC ilipanga के खिलाफ हैं kurekodi प्लेटफॉर्म पर बात kipindi kimoja, na kijana mmoja wa Kiahmadhia alialikwa, na vile vile कर सकते ऐसा प्लेटफॉर्म वहाँ भी जाने को तैयार है. Muislamu mwingine pia alialikwa. Yeye alipojua kwamba wanajumuia anakuja, yeye alikataa kuja kule. Huzuri anasema hii ndiyo ni hali ya hawa, kwa sababu yoyote wanayosema msingi wake ni juu ya uongo. Kisha waliniuliza maswali kuhusu uhuru wa wanawake. एमपी वहाँ आ रहा है Nilimwambia yule mbunge vizuri kuhusu mafundisho ya Islam, na yeye aliridhika na maelezo yangu. उसकी बुनियाद ही Kisha kuhusu ugaidi na kuhusu makundi katika dini tukufu ya Islam aliniuliza swali, kwa nini ni mashia na masuni. Nikamwambia kwamba kama katika Wakristo wamegawanyika, vile vile katika Islam pia Waislamu wamegawanyika, na hii imetokea sawa na bishara iliyofanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo ni sababu ya kupatikana kwa jumuiya Ahmadiyya. Na jumuiya inafanya kazi ile iliyotabiriwa, yaani ya kuwajumuisha watu wote na kuleta chini ya bendera moja. कि इन फिरकों की पेशगोई को पहले Kwa sababu ya mazungumzo haya wote waliathirika, na wengine walikuja katika sherehe ya ufunguzi. Takriban wageni 100 walikuja, na 5 walikuwa wabunge, 2 walikuwa senator, na walikuwa member wa city council. Chief superintendent wa police wa Galway pia alikuwepo pale, na bishop wa Galway pia alikuwepo pale. Council, madaktari, walimu, wahandisi na mawakili, wageni wengi walikuja kule katika sherehe ile, na sherehe ilifanyika vizuri katika mazingira mazuri. Kuna mgeni mmoja aitwaye Robert, baada ya sherehe ile ya funguzi, alisema kwamba sherehe ya leo imenipatia imani mpya, na mimi nimeathirika sana kwa sababu ya hutuba ya halifa, na kuhusu dini tukufu ya Islam mawazo yangu yamebadilika kabisa. मान सियासतदान Akasema kwamba rafiki yangu mmoja anaishi kule Saudi Arab, na yoyote anayoeleza kuhusu dini tukufu ya Islam, कि आज की तकरीर leo mimi nimeona kwamba mafundisho haya ya Islam ni tofauti na ile anayoeleza. Mafundisho ya Islam ni mazuri, na kwa kusikia hutuba ya halifa nimejua kwamba Islam ni dini ya amani na usalama, na dini ya udugu na huruma. मुझे इस्लाम के बारे में Deputy Mayor wa Galway County akasema खूबसूरत यहाँ खूबसूरत इस्लाम kuwaalika watu wa dini mbalimbali na madhehebu mbalimbali और एक दूसरे के लिए हमदर्दी और रवादारी रखने वाला मजहब है. डिप्टी मेयर गालवे का na
kuwaona kwamba wote wamejumuika hapa ni furaha kubwa sana kwa ajili yangu. Hii inathibitisha kwamba galve inakaribisha jumuiya ya ahmadia. Hazur anasema haya ni mafundisho mazuri ya Islam. Kwa kusikia mafundisho haya, wapinzani pia wanakaribisha mafundisho haya. जमा होते देखना Kisha deputy speaker wa bunge la kitaifa शहर alisema दियत को खुश आमदीद कहता है। kwamba sherehe ilikuwa nzuri sana. तालीम है Kuhusu ujumbe wangu alisema kwamba ni ujumbe wa mapenzi na upendo, na hutuba hii inaonyesha kwamba katika udugu na upendo kuna nguvu kiasi gani. बड़ी खूबसूरत Kisha mgeni mmoja aliyekuja pale akasema, mimi nina furaha sana na nimeathirika sana kwa kusikia ujumbe wenu ya upendo na mapenzi. और इस खिताब से पता चलता है कि मोहब्बत के Kisha mgeni mwingine Dedry McKenna anasema फिर एक kwamba है उसे तकरीब में कहते हैं कि बहुत kuwaona watu wa dini mbalimbali sehemu moja nimefurahi sana. Mwenyezi Mungu ajalie sherehe hii ilete athari nzuri katika jamii yetu, na watu wote wa Ireland wawe sehemu ya jamii ile कहते हैं na waweze kuishi kwa kujenga uhusiano mzuri. Huzuru anasema kwamba haya ni mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam yanayoelezwa na jumuiya ya Ahmadiyya, na kwa kusikia mafundisho haya wasiokuwa Waislamu wao wanavutika na wanawahimiza wengine wafuate mafundisho haya. Kisha kuna mgeni mwingine जिंदगी गुजारना akasema और आयरलैंड में एक बेहतरीन मुस्तकबिल की बुनियाद पड़ी। hakuna shaka kwamba watu wana haufu sana जो जमात पेश kutoka katika Islam, lakini sherehe hii imetufundisha kuhusu kuwahurumia wengine, na halifa ametuambia kuhusu mafundisho ya upendo na udugu, na mimi nimefurahi sana kusikia hutuba ya halifa. Nimejifunza mambo mengi sana kwa kupitia sherehe ya leo. Kisha mgeni mmoja aitwaye Jenimet सबको anasema मजहबी बर्दाश्त का दर्स दिया। खलीफा ने हमें इस्लाम और कुरान की मोहब्बत और अमन की तालीमात से आगाह किया। kuhusu hutuba yangu, anasema kwamba halifa alieleza mambo muhimu sana katika hutuba yake, फिर na anasema kila mtu aliyekuwa anamsikiliza halifa alionekana kwamba ameathirika sana. Hii pia ilikuwa muhimu sana kwamba halifa katika hutuba yake alieleza tofauti inayopatikana katika Waislamu, बहुत ही अहम अमूर का जिक्र किया और कहते हैं कि हर शख्स जो खलीफा का खिताब सुन रहा था watu walisema maoni yao kuhusu mafundisho ya Islam. Mtu mmoja alisema kwamba hutuba ilikuwa yenye athari sana, moyo wangu ulivutika sana. Kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa mgeni, anasema kwamba ujumbe uliotoa na maelezo ya jihad ulioeleza nimeathirika sana kwa kusikia hii, फिर एक ये भी है na jina la msikiti pia linajenga udugu katika jamii. Na baada ya kuja hapa mimi nimejua sana kuhusu mafundisho ya Islam. एक खातून में Kaunselor moja ya Galway County Tom Hele anasema kwamba Mwenyezi Mungu afanye ujumbe wenu ufike duniani kote, आम ही मुआशरे में हम आहंगी na nyinyi muwe wabalozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. एक नई किस्म की आगाही हुई। Hazur anasema Wakristo wanamheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafanya maombi ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ufike kila pembe ya dunia. कि अल्लाह करे Kisha kuna mwanamke mmoja ambaye ni mgeni, ambaye ni deputy principal wa educational district educational wa Dublin, anasema kwamba jina la msikiti Maryam linapendeza sana. Kwa kusikia hutuba nimejua kwamba Maryam alayhi salam ana heshima gani katika Islam, na Maryam alayhi salam ameheshimiwa sana katika Islam, कहती हैं na inatakiwa mafundisho haya yaelezwe mbele ya wale Wakristo wanaozungumza dhidi ya Islam. Kwa kusikia hutuba ya halifa nimeathirika sana kuhusu mafundisho ya Islam. Mwandishi wa habari mmoja ambaye ni mwanamke, yeye pia alikuja pale, Mrs. Bartha, yeye anasema ये जो
kabla ya siku ya leo nilikuwa sijui kuhusu mafundisho ya islam. Leo siku mzima nilikuwa msikitini, nimesikia hutuba ya halifa ya Ijumaa na hutuba iliyotolewa katika sherehe. Nimeona kwamba islam ni dini ya amani na usalama. Nimeshuhudia mwenyewe kwamba wanajumuiya ni wenye hulka njema. Hazur anasema kwamba hizi ni hulka njema ambazo zinaleta athari, kwa hiyo tunatakiwa tuonyeshe hulka njema. Mwanamke mmoja ambaye ni Arish anasema kwamba kuhusu islam nilikuwa sijui, nilikuwa najua tu ile tu ambayo inaelezwa katika habari, yani kulepua bomu na kusambaza ugaidi, lakini islam iliyoelezwa na halifa ile islam ni tofauti. Islam ile ni islam ya upendo na udugu na ya usalama. इस्लाम के मुतालिक मुझे ज्यादा इल्म न था, मुझे सिर्फ उस हद तक इल्म था जो खबरों में नजर आता। Mgeni mmoja ambaye ni counselor, yeye anasema kabla ya kuja hapa nilikuwa nafikiria kwamba waislamu wote ni wanafanana, hakuna tofauti kama inaelezwa katika media kwamba waislamu wanafanya ugaidi na wanadhulumu. Lakini baada ya kusikia halifa, hutuba ya halifa, nimeathirika sana, hasusan kusikia ujumbe wa amani na vile vile kwa kuona moto wenu love for all hate for none, yani mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. Na anasema kwamba jumuiya inafuata inayosema, na dunia inahitaji sana ujumbe huu wa mapenzi. Dunia inatakiwa iambiwe kwamba katika dunia kuna jumuiya moja ambayo inasambaza ujumbe wa mapenzi na upendo tu. Hazuru anasema kwamba ikiwa tunasikia wanasema maoni ya aina hii, tusifurahi kwa sababu ya hii, bali tunatakiwa tuzingatie majukumu yetu na tutimize majukumu yetu. Mwanamke mmoja ambaye ni counselor, yeye akasema sisi tulipokuja katika sherehe hii kila mtu alikuwa na hofu ya aina fulani, lakini wakati halifa alipoeleza katika hutuba yake kwamba watu wengine ambao wapo hapa watakuwa na hofu na maswali kuhusu islam, mara halifa alipoeleza kila moja alitulia na kila moja alianza kusikia kwa makini. Kuna maandishi wa habari la gazeti, yeye anasema kwamba hutuba inatupatia nafasi ya kufikiria sana. Katika hutuba halifa alieleza kuhusu jumuiya Ahmadiyya na kuhusu islam, na alisema kwamba magaidi wameharibu mafundisho ya islam, na alieleza mafundisho ya islam vizuri, na hutuba yake ilikuwa nzuri sana na imepata elimu sana kutoka katika hutuba ya halifa. Anasema tangu miaka 11 najua jumuiya hii, na jumuiya inafanya program ya interfaith. Alikuwa anafikiria kwamba wenyeji wa pale wanafanya vitendo kwa ajili ya kuwaonyesha wengine na mafundisho labda ni tofauti, lakini wao, yeye mwenyewe alipokuja kule alifurahi sana kwa kuona kwamba wanajumuiya wanafanya sawa na mafundisho. Mbunge mmoja wa Ireland anasema kwamba mimi najua wanajumuiya wengi ambao wapo katika eneo langu, katika jamii yetu, wanafanya kazi sana, wanatoa huduma zao, na jumuiya inatupatia msaada pia kwa ajili ya wanyonge. Hazur anasema kwamba tunatakiwa tutoe sadaka pia, kwa sababu ya hii jumuiya inajulikana zaidi, na kwa hivi tunapata nafasi ya kuwahubiri watu. Chief Superintendent wa polisi wa Galway County yeye akasema kwamba mimi naona kwamba ni heshima yangu nimeshiriki katika sherehe ya leo. Najua vizuri sana kwamba jumuiya Ahmadiyya haiamini kuhusu ugaidi, na inatupatia kwamba tunatakiwa tuelewane na dini zingine pia. Hii ndiyo ni sababu kwamba jumuiya imempa jina la msikiti huu Maryam.
दूसरे मजहब को जो हकीकी इस्लाम है दूसरे मजहब kisha anasema ये तालीम यही वजह है कि आज जमात अहमद ninafurahi kwamba umechagua mji wa galwe kwa ajili ya kujenga msikiti. Anasema na wahakikishia wanajumuiya wote kwamba nyinyi mtalindwa na कहते हैं कि hamtakuwa na hofu katika kusambaza ujumbe wenu. Huzur anasema katika Pakistan misikiti yetu inabomolewa जमात अहमदिया को मैं हैसियत पॉलिसी na yote inafanywa kwa jina la Islam, lakini katika dunia ya Ukristo wao जिस तालीम का आप प्रचार कर रहे wanatoa shukrani kwamba umechagua mji wetu kwa ajili ya kujenga msikiti, हैं हमारी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया na wanasema kwamba kila mmoja ana uhuru wa kufanya ibada. Katika Indonesia wa Pakistan, katika maeneo mengine chini ya ulinzi wa polisi, wanajumuiya wanadhulumiwa, wanasumbuliwa, lakini katika हमारे शहर में मस्जिद बनाने nchi hizi za Wakristo viongozi wa polisi wanasema kwamba sisi tutawapatieni ulinzi wa kila aina. इंडोनेशिया में Hizi ni kwa hakika ni hulka za Islam ambazo zimefuatwa na hawa watu, lakini katika nchi zetu nchi za hulka za Waislamu hazifuatwi. इसके अफसरान कह रहे हैं कि हम Kuna mwanasiasa bana Aman Saheb ambaye ni maarufu sana. ये जो अखलाक थे Yeye के जो अखलाक 1989 alichaguliwa kuwa senator, alikuwa minister wa state, फिर एक मेहमान aliwahi kuwa minister wa community. 2010 aliwahi kuwa minister wa social protection. Yeye anasema kwamba 2010 सेनेटर इनका इंतखाब हुआ nilibahatika kushiriki katika sherehe ya kuweka jiwe la msingi, na leo ninafurahi kwamba ujenzi wa msikiti umekamilika na nimekuja hapa tena kushiriki sherehe ya ufunguzi. मिनिस्टर ऑफ सोशल प्रोटेक्शन बने ये कहते हैं Na nimeathirika sana kwa mafundisho ya mapenzi na udugu, संग बुनियाद na jumuiya imethibitisha daima kwamba jumuiya inafanya kazi sawa na wanayosema, na katika sherehe ya ufunguzi imewakaribisha watu wa dini mbalimbali, na kwa sababu ya hii mimi nimeathirika sana. Mwenye kampuni ya sound system aliyeweka sound system katika msikiti wetu, Mr. Finton, yeye pia alikuja. इस जमात ने जिस तरह बैनुल मज़ाहब कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद किया और मुख्तलिफ Yeye प्लेटफॉर्म पर जमा किया है aliniona nilipokuwa naongoza swala na Ijumaa. Anasema kwamba mimi nafuata Katoliki, naenda kanisani, lakini baada ya kuja hapa nimehisi kwamba mabadiliko yametokea katika maisha yangu, na napata utulivu misikitini, na kanisani sikupata utulivu, lakini tangu nimemwona halifa anaswalisha swala naona kwamba Mungu yupo hapa, na hapa nimepata Mungu. Nimefanya sajda pamoja na halifa na nimefanya maombi. महसूस किया है कि मेरी जिंदगी में Hazur anasema aliendelea kusali swala nyuma yetu, akasema mimi sijui sala, lakini niliendelea kufuata kama nini mlikuwa mna swali, na katika sajda nimefanya maombi sana kwa ajili yenu. नजर आ रहा है मुझे यहाँ खुदा मिल गया है मैं खलीफा के साथ सजदे किए हैं Kisha kwa kupitia kiwanda cha uchapishaji pia नमाजें पढ़ते रहे ujumbe ulifikishwa, kwa sababu hivi pia ujumbe unafikishwa तो वो साथ मैं करता था katika TV4. Habari ilitolewa, mimi nilionyeshwa katika TV, na watu wa nchi nzima wanaangalia channel hii. Takriban watu milioni 5 wanaangalia channel hii. टीवी है Kisha ni RT radio channel ambayo inapatikana hapa kwa kupitia Sky, देते हुए दिखाया गया lakini kule RT को देखने वाले radio channel ambayo wasikilizaji ni milioni 1. 5 मिलियन Channel hii pia ili rekodi hutuba ya Ijumaa, na baadaye walichukua interview yangu, baadaye walirusha interview yangu स्काई पे भी आता है bila kuongeza maneno katika interview yangu. Walionyesha vile vile kama nilisema. सुनने वालों की तादाद भी 1 मिलियन RT mwakilishi wa RT aliyechukua interview yangu और उस जुमे के बाद फिर मेरा इंटरव्यू भी लिया था
yeye aliuliza swali kuhusu islam kwamba nyinyi mnasema kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote, lakini inayotokea katika nchi za waislamu, je, nyinyi hamunjiki moyo kwa kuona hali hii? Nilimwambia kwamba islam inatufundisha kwamba umsinyime haki ya mtu mwingine yeyote, umsimdhulumu mtu yeyote, na sisi tunafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya islam. Na kwa sababu ya hii sisi tunasema kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. Mwenyezi Mungu ametufundisha katika Qur'an tukufu kwamba Mungu ni moja na Mtume Muhammad SAW ni mtume wake, na Mungu ni Rabbul Alamin. Na kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amesema kwamba yeye ni rahmatul lil alamin. Basi kama Mungu ni mmoja ambaye ni Rabb, Mungu wa ulimwengu, na ni nabii mmoja ambaye ni rehema kwa ajili ya ulimwengu, tena haiwezi kutokea kwamba katika mafundisho ya Islam mafundisho yatolewe kwamba watu wanyimwe haki zao. Kwa kusikia hii wao, yeye aliathirika sana. Kisha aliuliza maswali kuhusu Taliban, kuhusu ISIS. Nilimwambia kwamba haya yote si sahihi, si sawa na dini tukufu ya Islam. Kisha aliniuliza kuhusu dunia unasema nini. Nilisema jinsi dunia inaendelea kujiingiza katika ufisadi, si nchi za Waislamu tu bali katika nchi za Eastern Europe mashariki, kule pia ufisadi unaendelea kuzidi. Ikiwa watu hawakuonyesha subra na uvumilivu na haikufanywa juhudi ya kuleta amani, basi maafa makubwa yatatokea, na maafa haya ni vita tatu ya dunia. Na yeye alitoa hii katika habari yao. Vile vile alichukua interview ya mwenyekiti wa jumuiya ya Ireland na mbashiri wa Ireland. Kisha kuna Galway FM, hii ni radio, hii pia ilitoa habari na wasikilizaji ya channel hii ni 100,000. Kisha kuna Irish Time, gazeti la Ireland. Katika gazeti hili pia habari ilitolewa, na habari hii ilitolewa katika ukurasa nzima kasorobo, pamoja na picha ya msikiti walitoa habari. Alichukua interview yangu pia, na alichapa interview sehemu fulani ya interview yangu pia katika gazeti lake. Wasomaji wa gazeti hili ni 185,000, na katika kwa kupitia internet watu 400,000 wanasoma gazeti hili. Ilmuradi alipochukua interview yangu aliulizwa kwamba kuna tofauti gani baina ya Ahmadiyya na Waislamu wengine. Nilimwambia kwamba tofauti inayopatikana ni sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Masihi aliahidiwa atakuja, zama itapatikana ambamo watu watajenga misikiti, lakini mwongozo hautapatikana katika misikiti yao. Kwa hiyo nilimwambia kuhusu mafundisho haya yote vizuri. Nilimwambia hii pia kwamba hayo si maneno tu kwamba uhalifa utapatikana kwa sababu ya kusema mtu, bali Mwenyezi Mungu alieleza nishani pia kuhusu hii. Na miongoni wa nishani za mbinguni, nishani moja ni kupatwa kwa mwezi na jua. Nilimwambia kuhusu mafundisho haya yote, na yeye aliendelea kuandika wakati nilipokuwa naeleza. Vile vile kuhusu uhuru wa misikiti pia nilizungumza naye.
ilmuradi kwa jumla तो ये सारी बातें takriban media, radio, television na gazeti pia ilitoa habari, na katika nchi nzima habari hizi zilienezwa na watu walijua kuhusu Islam. वाले से भी काफी बातें होती रही. बहरहाल Basi sehemu yoyote tunapojenga msikiti तकरीबन मीडिया ने हर लिहाज से, रेडियो ने भी, टेलीविजन ने भी, अखबार tunapata bahati na nafasi ya kusambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Vile vile tunashuhudia msaada wa Mwenyezi Mungu. Vile vile hii pia ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba anaweka baraka sana katika ziara yangu. अल्लाह ताला की Baraka hizi zote na msaada huu wa Mwenyezi Mungu na kujulikana kwa jumuiya hizi ni njia zote ni sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyofanya na Sayyidina alayhi salatu wassalam. एहसान है Sisi tunafanya juhudi ndogo na Mungu anatupatia sana kwa sababu ya juhudi yetu kidogo, दाद और तबलीग और तारुफ के जो नए na imani wanajumuiya inaimarika sana na inatakiwa iwe hivi. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema sehemu moja kwamba हमारी nashangaa kwamba kwa ajili ya kuangaza haki na kwa ajili ya msaada wa jumuiya yetu anaonyesha nishani kiasi hiki, lakini watu hawafungui macho. Hii pia ni sunna ya Mwenyezi Mungu kwamba इस्लाम की जगह फरमाते हैं kwa watu wanapopinga jumuiya Mungu anaonyesha nishani sana. Kisha anasema mpinzani mmoja aliniandikia barua kwamba watu wamekupinga sana, lakini sisi hatujui jibu la swali moja kwamba kwa kuwa na upinzani huu katika kila jambo unaendelea kupata ufaulu na mafanikio, na sisi hatuelewi hii kwa nini inatokea, na sisi tunafanya upinzani na wewe unapata ufaulu na mafanikio. Hazur anasema hili ni swali linaloulizwa na watu siku hizi pia, lakini फत के misaada ya Mwenyezi Mungu ipo pamoja na Sayyidina alayhi salatu wasalam, ambayo hawa watu hawataki kuona msaada huu. Maulama wao wa kijina wameweka pazia katika akili yao kwamba wao badala ya kuona nuru wanatafuta giza, लेकिन na wanaona kwamba Mungu amewakasirikia, lakini hawaelekei wala hawazingatii उनको ये देखना नहीं चाहते. maafa na hali ya Waislamu केतल पर ऐसे पड़ते inayopatikana. Wao hawafikiri kwa kuona hii yote kwamba kwa nini inatokea hivi. Je, sisi tunafuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam? Je, sisi tunapata neema za Mwenyezi Mungu? कुदरती आफात हैं. Je, kwa sababu ya vitendo vyetu tunawavuta watu upande wa Islam au tunawachukiza? Wao hawafikiri kuhusu hii. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu afanye hivi kwamba watu ambao waliokamatwa na hawa maulama wa kijina watoke nje katika mkamato wao na waanze kufuata mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam, रहे हैं या मुतनफर कर रहे हैं. na wampokee imamu ambaye alikuja kwa ajili ya kazi hii. नहायत उलमा और खुदगर्ज लीडरों के चुंगल Mwanajumuiya mmoja ambaye ameuawa, je, hawa baada ya kumuua yule mwanajumuiya wanapata utulivu? और उस Na wao mamia wanakufa. Angalieni katika nchi ya Pakistan utulivu haupatikani. ये शहीद करते हैं, एक शहीद होता है, Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia kwamba क्या इनको सुकून मिलता tuweze kutimiza majukumu yetu yote vizuri. Hazur anasema leo tena है. तो हफ्ते में nitaswalisha jeneza ya shahid moja ambaye ameuawa katika mji wa Mirpur Khas, बहरहाल na vile vile kuna jeneza mbili. Jeneza moja iko hapa, इसको पूरे na pamoja na jeneza hii jeneza zingine zitaswalishwa. Jeneza ambayo ipo hapa ni ya Dr. Robina ambaye ni mke wa Abdul Momin Sahib. Tarehe 27 September alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. जो और जनाजे भी हैं. Alikuwa binti wa bana Muhammad Karim Qureshi Sahib wa Rawalpindi, सारे जनाजे na alikuwa mjukuu wa Hafiz Muhammad Amin Sahib. Alikuwa sahabi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Katika mwaka 2000 aliolewa na alihamia Ireland. Aliwahi kuwa general secretary wa Lajna na secretary mal pia wa Lajna wa Ireland.
tangu 2009 mpaka mwisho wake alikuwa naib sadr lajna wa east ireland. swala ya ijumaa iliswaliwa kwa muda mrefu nyumbani kwake wakati kulikuwa hakuna msikiti. alikuwa akiwaangalia vizuri wageni vizuri, alikuwa mswaliaji na mwenye kufanya maombi na mwenye hulka njema, na alikuwa akiwahurumia sana maskini, na alikuwa akitoa huduma, na alikuwa akiwatendea wote vizuri. alikuwa na subra sana, alikuwa akitoa michango yake. alikuwa mwanamke mwema sana. tangu muda fulani alikuwa na maradhi ya cancer, lakini alionyesha subra sana katika maradhi yake hii. hakusema hata neno moja la kinyume na shukrani. alikutana nami pia kule nilipokwenda. ana watoto wawili wadogo. alikuwa na fikira moja tu kwamba isije watoto wangu waharibike katika mazingira haya, na alisema kwamba nifanye maombi kwa ajili ya watoto wake na Mwenyezi Mungu awalinde watoto wake. na wakati wa ufunguzi wa misikiti hakuweza kwenda kule kwa sababu ya maradhi, na Jumamosi aliaga dunia na alifariki. ameacha mume wake na watoto wa kiume wawili, na wote wawili ni katika wakfe nao. shahid ambaye nilisema nitaswalisha jeneza yake, huyu bana ni bana Mubashara Masahib Khosa. alikuwa mwana wa Muhammad Jalal Sahib wa Satellite town wa Mirpur Khas, ambaye tarehe 22 wa September saa 1:30 katika kliniki yake aliuawa na watu wawili wasiojulikana. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. sawa na maelezo bana Dr. Bashir Saheb alikuwa katika kliniki yake karibu na bypass ya Sangar. alikuwa anawaangalia wagonjwa. baada ya kuangalia wanawake alikuja upande wa wanaume, na alikuwa bado hajaketi. watu wawili wasiojulikana walikuja na pikipiki. mmoja wao akaingia katika kliniki yake na akaanza kumpiga risasi, na alipigwa risasi 5 au 6 katika kifua chake na kichwa chake. kwa hiyo alifariki pale. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. familia ya Dr. Saheb ilikuwa mwenyeji wa Dera Ghazi Khan. 1954 baba yake Bana Jalal Saheb alikuja Nur Nagar Sindh. katika familia yake jumuiya iliingia kwa kumpitia baba yake ambaye alijiunga na jumuiya 1954. alifanya bayat kwa mkono wa halifa wa pili. baba wa Dr. Saheb Shahid alipojiunga na jumuiya alifukuzwa nyumbani kwake. bana Ghulam Rasul Saheb wa Muhammadabad alimpatia nafasi na akampatia binti yake Mariam Saheb kwa kuona kwamba ni kijana mwenye bidii. baada ya kuoa alihamia Kunri, na kule aliweka mashini ya kusaga ngano. 1974 wapinzani waliunguza mashini yake na wakanyang'anya mali yake yote. Ilmuradi baba yake pia alionyesha imara sana aliposumbuliwa. 1967 bana Bashar Shahid alizaliwa. alisoma shule ya msingi katika Umarkot. baadaye alihamia Karachi katika bibi yake. alifanya DMH course ya DMH ya dispensary. baada ya kuoa 1995 kwa ajili ya masomo ya watoto alihamia Mirpur na alianzisha kliniki yake. Mwenyezi Mungu aliweka shifa sana katika mikono yake. watu wakubwa na watu wenye athari walipona kwa sababu ya yeye, na alikuwa daktari wao, na kwa sababu ya hii hakuna aliyempinga. hata karibu na kliniki yake kuna msikiti wasikuwa na jumuiya. hata imamu wa msikiti ule pia hakumpinga na wala hakuzungumza dhidi ya jumuiya, kwa sababu Dr. Saheb alikuwa akimtendea vizuri.
hazur anasema mamula wengine wana tabia safi, mwenyezi mungu awajalie wapate mwongozo zaidi. हत्ता के hazur anasema wakati alipouawa alikuwa secretary naumba yein. उसने भी कभी मुखालफत vile vile dr saheb क्योंकि डॉक्टर साहब से इनका alitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. मौलवी साहिबान भी ऐसे हैं जिनमें शराफत है अल्लाह के katika uamiri wa dr abdul manan shahid alikuwa member wa majlisi amla ya wilaya साथ के वक्त na alikuwa akipanga chakula kwa ajili ya wageni, na yule alikuwa hana nauli alikuwa akimpatia nauli. Alikuwa na shauku sana ya kutoa huduma. wakati wa matetemeko ya kashmir alienda kule na kule alitoa huduma zake. की सहायब शहीद की इमारत के दौर में yeye alikuwa katika safu ya kwanza ya watu wanaojitolea. जो भी नौ alikuwa akiwapatia karimu wageni. alikuwa mtu wa mwenyenyekevu sana. alikuwa akipenda sana uhalifa. alikuwa mtiifu wa hali ya juu. alikuwa akiswali swala kwa jamaa, alikuwa akiswali nafali, na alikuwa akimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. alikuwa akizungumza kwa upole sana kwa sauti ya chini. alikuwa na hulka njema तबीयत के मालिक थे na alikuwa mwenye heshima sana. इताअत वगैरह umri wake ulikuwa miaka 47 na alikuwa musi. नफल पढ़ने वाले katibu wa fedha anasema kwamba लहजे में बात करते हमेशा dr saheb alikuwa akitoa michango yake आला अखलाक के मालिक थे kwa wakati na alikuwa akitoa mchango zaidi ya mapato yake. 47 साल की उम्र थी mabinti zake wawili wanasoma katika medical college शिक्षा सेक्रेटरी माल na watoto wake wa kiume pia wanasoma. साया ने बताया माल ने सेक्रेटरी nimesema kwamba alikuwa akimswalia mtume saa salam na alikuwa na tabia ya kula pan na aliacha kula pan kwa sababu ya hii kwamba wakati anapomswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na pan inamzuia kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hawezi kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri. kwa hiyo aliacha kula pan. mdogo wake bana Bilal aliona katika ndoto kwamba kaka yake katika paa la msikiti amesimama pamoja na bana Abdulmanan Siddiq na watu wengine wamesimama upande mwingine. तो पान जो है उसमें रोक बनता है Dr. Sahib Shahid mama yake aliona katika ndoto kwamba yeye amesimama katika sehemu ya juu na ndugu zake wengine wamesimama chini. Shahid marehum ameacha baba bana Jalal na mama Mariam Sidika na mke Mahmuda Begum, mabinti wawili Madiha Baloch ambaye ni mke wa Asadullah Baloch Bashiri na vile vile anasoma katika medical college, na vile vile Najia Negani binti yake umri wake miaka 21, yeye pia anasoma katika medical college ya Hyderabad. na wakiume wawili, mtoto mmoja ni Fasi umri wake ni miaka 18, yeye anasoma, na mtoto mwingine umri wake ni miaka 15. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awajalie watoto wake, mke wake na wazazi wake subra sana, na Mwenyezi Mungu awe msaidizi wa watoto wake, na Mwenyezi Mungu atimize matamanio yake alikuwa anayo kuhusu watoto wake. Amin. Kuhusu yeye Taul Wahid Bajwa Saheb ambaye anasomesha katika Jamia Ahmadiyya Rabwa anasema, mimi pia ni mwenyeji wa Mirpur Khas na nyumba yetu ni karibu na nyumba ya bana Dr. Bashir Saheb. Niliwahi kumwona Dr. Saheb kwa ukaribu sana. Alikuwa akizungumza na watu kwa tabasamu na alikuwa akikaa sehemu yote, alikuwa akifanya kikao kile kizuri. Alikuwa akiwaheshimu sana wabashiri. Katika msimu wa joto nilipokuwa nikienda Mirpur Khas, nilikuwa nikikutana naye msikitini, na yeye alikuwa akikutana nami kwa unyenyekevu sana, kwa sababu mimi ni mbashiri, na alikuwa akiniheshimu kwa sababu mimi ni mbashiri, na kwa hivi nilikuwa nikiona haya, na hakuwa na hasira, bali kila wakati alikuwa akifanya tabasamu. Watu wa eneo lile pia wanashangaa kwa nini ameuawa. Alikuwa mtu mwenye huruma na alikuwa na tabia ya kuwahudumia watu waliokuja kwa ajili ya kutoa rambi. Wao walisema
kwamba alikuwa daktari mzuri. Bashiri anasema kwamba watoto pia walionyesha subra ya hali ya juu. Nilipomwambia mtoto wake mmoja kwamba baba yako ameuawa, huyu mtoto akasema kwamba ndio, katika Mirpur Coast wanajumuia wawili wameuawa. Yani yeye hakulia. Wasiokuwa wanajumuia wao pia walikuja kwa ajili ya rambirambi. Wanawake wawili walikuja kwa ajili ya rambirambi na walikuwa wakiishi karibu na kliniki ya Dr. Saheb. Wale kina mama wanasema tulikuwa tukipata matibabu kutoka kwa Dr. Saheb. Safari fulani mwanamke mmoja alikuja kwa ajili ya kupata matibabu. Dr. Saheb alimpatia matibabu na alimwambia kwamba ale vyakula vya aina fulani na fulani, na yule mwanamke akasema sawa, lakini sawa na hali yake ilionekana kwamba hakuweza kununua vyakula. Kwa hiyo Dr. Bashir Saheb akaelewa, kwa hiyo akamrudishia fisi yake na vile vile akampatia fedha zaidi ili ale vyakula pia, na akamwambia kwamba atumie madawa yote mpaka apone. Wale kina mama wakasema kwamba hawa watu wanaotoa huduma za binadamu wasiokuwa wanajumuia wanawaua wanajumuia wa aina hii. Hazur anasema maadui wanaona kwamba kwa sababu ya dhulma hii, kwa sababu ya harakati zao hizi watadhoofisha imani yetu, lakini si hivyo, bali sisi tupo imara katika imani yetu. Mwenyezi Mungu badala ya shahidi moja anatupatia wanajumuia maelfu na maelfu. Tunatakiwa tufanye maombi Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuia wote wanaoishi katika nchi ya Pakistan. Ndugu yake pia anaandika kwamba kaka alikuwa akisaidia familia nzima na familia ilikuwa ikichukua ushauri kutoka kwake. Dada yetu fulani alikuwa na shida ya fedha. Dr. Saheb alimsaidia na aliangalia watoto wake. Alikuwa akiwahudumia sana wanajumuia wapya. Jeneza ya tatu ni ya Alhaja Sister Naima Latif Saheba ambaye ni mke wa Alhaj Jalaluddin Latif Saheb, naib sadar wa USA. Tarehe 3 ya September 2014 alipokuwa anajiandaa kwa ajili ya sala ya dhuhuri alifariki, ingawa alikuwa na umo kwa muda mrefu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bi Naima tarehe 21 Mei 1939 alizaliwa katika nyumba ya Ukristo katika University ya West Virginia. Katika idara ya medical ya army alitoa huduma zake. Wakati wa vita aliwahudumia wanajeshi waliojeruhiwa. Alikuwa akitii sheria ya nchi. 1974 alijiunga na jumuiya na kwa kusoma vitabu aliimarika sana katika imani mpaka katika jalsa salana ya UK katika 2000 alikutana na halifa wa nne akasema kwamba kwa kuona inaonekana kwamba wewe umezaliwa katika jumuiya Ahmadiyya. Sister Naim hakuacha swala ya Ijumaa katika maisha yake nzima. Alikuwa akishiriki katika vikao vya jumuiya na hakuacha saumu hata mara moja katika maisha yake, na alikuwa akifunga saumu ya nafili kila wiki, na alikuwa akikaa itikaf pia. Katika kazi ya huduma alikuwa akishiriki sana, na wale walikuwa hawezi kufika miskitini alikuwa akiwapatia usafiri ili wao wafike miskitini. Katika 2000 pamoja na mume wake na watu wengine alifanya haj kwa ajili ya kuwashirikisha watoto katika swala ya Ijumaa. Alikuwa akichukua ruhusa kutoka shule na aliwazoesha watoto wote kwamba wao wasome Qur'an tukufu kila siku asubuhi, na swala kwa jamaa ilikuwa inaswaliwa nyumbani kwake na pamoja na watoto wake. Watoto wa mtaa wake pia walikuwa akishiriki. Alikuwa akitoa michango wakati wote alipopewa dhahabu kutoka kwa mume wake, alikuwa akitoa mchango.
katika mwisho wa umri wake alimwambia mume wake kwamba ikiwa unataka kunipatia zawadi basi utoe katika njia ya Mwenyezi Mungu badala ya kunipatia mimi, bali kutoka kwangu utoe ile fedha katika njia ya Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema kwamba wanawake wa aina hii pia Mwenyezi Mungu ametupatia katika jumuiya. Alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa hapendi tabia ya kusengenya. Ikiwa mwanamke yote alikuwa anataka kusengenya, alikuwa akisema kwamba mimi sitaki kula nyama ya mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa na ujasiri wa kusengenya mbele yake. Huzuri anasema kwamba lao tabia hii ipatikane ndani ya wanaume pia, na kwa sababu ya hii ufisadi unayopatikana katika jumuiya utakwisha. Alikuwa akipenda khalifa na uhalifa, na alikuwa akitanguliza utii wa halifa juu ya kila kitu. Wakati halifa watatu alipokwenda katika Amerika, halifa watatu alitoa hutuba kuhusu hijab. Kwa kusikia hutuba ile alianza kutumia hijab, na alikuwa mwanamke pekee katika eneo lake alikuwa anavaa hijabu. Alikuwa ananiandikia kwa ajili ya maombi. Alikuja hapa pia kwa ajili ya jalsa salana. Alikuwa akikutana nami na alikuwa mwenye imani sana. National Secretary Waqf Jadid wa North Jersey, vile vile alikuwa member wa Rishtanata team ya New Jersey. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa Musia. Ameacha nyuma yake mume wake bwana Jalaluddin Latif Saheb na watoto wa kiume 3 na binti moja. Watoto wote wanashiriki katika kazi ya jumuiya. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu familia nzima ina imani sana na inatii sana. Bwana Jalal Saheb mwenyewe pia anashiriki katika programu zote za jumuiya na watoto pia. Naona binti yake amezidi sana katika imani, anakuja kushiriki mkutano hapa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na ampende na amghofirie. Mwenyezi Mungu ampatie subra mume wake na watoto wake na aondoe shida zao zote. Amin. Hazur anasema kwamba jeneza moja ipo hapa, kwa hiyo baada ya swala ya Ijumaa nitaenda nje ya msikiti na kule nitaongoza jeneza. Nyinyi mubaki hapa na musali jeneza hapa. ये जनाजा क्योंकि हाजिर भी है, इसलिए नमाज जुमा के बाद मैं बाहर जाकर नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। अब आप यहीं मस्जिद में ही सफ़े दुरुस्त करके नमाज पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल-अदलि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा अनिल-फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।